Kwenye hiyo picha ya chini hapo kuna mwanadada mmoja huyu. Kwa inavyosemekana huyu mdada alisomeshwa na mwanaume. Makubaliano walioyafanya huyu mdada na huyo mwanaume ni kwamba huyu jamaa akishamsomesha akamaliza shule wataoana. Lakini mambo yakaenda tofauti baada ya jamaa kumsomesha na nini? Mwanamke alipomaliza akakataa kuolewa naye, hamtaki. Jamaa naye akaona isiwe ngumu, akaenda kuchukua tindikali kamwagia. Kwa nini wanaume wengi wanapenda kujichukulia sheria mkononi? Lazima tujiulize hili kama jamii, kama serikali, lazima wajiulize hili jambo. Kwa asilimia kama 80 hivi, wanaochukuaga sheria mkononi ni wanaume. Na ukiangalia amechukua sheria mkononi kufanya kitu gani? Amechukua sheria mkononi kumdhuru mwanamke. Kwa asilimia 80 wanaume huwa wanachukua sheria mkononi kumdhuru mwanamke. Kwa asilimia 70, kwa asilimia kama 50 ama 40 kitu, wanaume huwa wanachukua sheria mkononi kumdhuru mwanaume mwenzie. Kwa sababu gani asilimia 80 wanaume wanachukua kumdhuru mwanamke? Ni kwa sababu sisi wanaume, toka mimi nimefika hapa mnaponiona, sijawahi kusikia haki za wanaume. Yaani hicho ndo chanzo cha matatizo ya wanaume wanaochukulia sheria mkononi. Leo hii huyu jamaa angeenda akapeleka taarifa zake sehemu kwa mwenyekiti ama kwa kiongozi yoyote yule, ya kwamba huyu mwanamke tulikubaliana hivi, ya kwamba nikimsomesha akimaliza na muoa. Sasa kanifanyia hivi, mnanisaidiaje? Yaani nashangaa kesi tu inapindishwa hivi, inapindishwa alafu wanapotezea. Umeona eh? Kwa hiyo mwanaume anaona kwa sababu sisi wanaume hatuna haki, hatujazingatiwa, ni heri nifanye hivi pote ya pote. Lakini ingekuwa ni mwanaume mwenzake, asingechukua sheria mkononi kwa sababu anajua kwa kuwa huyu ni mwanaume mwenzangu, nikienda kumshtaki nitasikilizwa. Lakini mwanaume kumshtaki mwanamke inaonekana ni kitu cha ajabu sasa hivi. Yaani mwanaume kupeleka kesi ya kwamba jamani, mimi huyu mwanamke nimemfanyia hivi, nimemfanyia hivi, lakini tulikubaliana hivi, mbona akakataa? Oh, kuoa au kuolewa ni maamuzi ya mtu. Sasa kama mtu kakataa utamfanyaje? Kataa tu. Mwambieni basi anirudishieni pesa zangu. Ndio nashangaa hiyo kitu anaipindisha inaisha haijaeleweka. Kwa hiyo wanaume wanaamua kufanya matukio kama haya. Kwa asilimia 80 wanaume wanachukua sheria mkononi kumdhuru mwanamke, lakini kwa asilimia kama 40 ndio huaga tunajidhuru wanaume kwa wanaume. Kwa sababu gani? Wanaume kwa wanaume tukipelekana kwenye mashtaka huwa tunasikilizwa, lakini mwanaume kumpeleka mwanamke inaonekana ni kitu cha ajabu. Leo hii mimi nikiwa napigwa na mke wangu nikipeleka mashtaka, serikali hanisikilizi. Wanaona kama vile na comedy, yani kama vile na muongo kama vile. Lakini mwanamke akipeleka mashtaka kwamba mume wangu amenipiga kofi, oya we, sio mchezo. Mume wangu amenitukana, mume wangu amenifanyia hivi, nimeona nisifanye hivi nije nishtaki kanitukana. Unalipa, unaweza ukawekwa lock up. Lakini mwanaume ukipeleka kesi kwamba mke wangu ananitukana, mke wangu ananinyima haki ya tendo la ndoa, yani wanakuona wewe ni chizi. Wanaume wengi wananyima tendo la ndoa, wanaume wengi wanadharauika na wake zao. Ili nisimpige mke wangu, inatakiwa nipeleke shtaka mahakamani. Jamani, mke wangu mimi ananidharau, haniheshimu, ananitukana mpaka tendo la ndoa ananinyima. Kwa nini anidharau? Ukipeleka hiyo kitu wanakuona wewe fala. Sasa ukijichukulia sheria mkononi ukamzabua vibao, wanaona kama vile wewe ndo muonezi. Lakini kiusema ukweli ni vigumu sana kuishi na nyinyi wanawake. Kwa nini mnakuwa mnafanya mambo kama haya wanawake? Leo hii mimi mwanaume nikikubaliana na mwanamke ya kwamba bwana tukutane, halafu akasema basi nitumie nauli, ukamtumia nauli. Labda akasema nataka ninunue kitu fulani, ukamtumia. Labda tufanye umemtumia 500,000 au 200,000. Halafu yule mwanamke akala nauli yako na asije. Na ile yako nyingine ambayo umemtumia anunue vitu vingine akala pia. Ukipeleka hii shtaka kwenye serikali, wanakuona wewe fala. Kwa nini amekula nauli zangu na alikuwa hataki kuja? Kwa nini sasa amekula nauli yangu? Lakini sisi haki hizi hazipo ya kwamba mwanaume akiliwa nauli yake, mwanamke alikuwa nauli arudishe. Kama ulikuwa utaki, kwa nini ulikuwa nauli ya mtu? Mwanamke ambaye amesomeshwa shule halafu na mwanaume na walikubaliana kwamba mwanaume akimsomesha ataolewa naye, akikataa arudishe vitu vyake. Hiyo kitu haipo. Ndio maana wanaume wanajichukulia sheria mkononi. Inatakiwa na sisi wanaume tupate mahala pa kusemea. Kama mke wangu ananidharau ili nisimdhuru, nije niseme, na nikisema mnisikilize. Mke wangu ananitukana, mke wangu ananinyima haki yangu ya tendo la ndoa, nipate pa kusemea ili nisimdhuru. Sasa tatizo lenu hatuna pa kusemea. Mwanamke unamtunza kiasi siku unamfanyia hivi, ghafla unamkuta anakuchiti. Nikileta taarifa kwamba mke wangu jamani amenichiti, hakuna kinachoendelea. Hakuna. Umeona? Kwa hiyo ndio maana wanaume wanakuwa wanafanya unyama, ukatili. Ili vitendo vya unyama na ukatili vipungue, inatakiwa na sisi serikali tuangalie kama wanaume tuwe na haki zetu. Leo hii mtu unamlipia mwanamke mahali, kashaharibiwa na kila aina ya mwanaume, unalipia nini? Itakiwa na sisi wanaume tuwe tuna haki ya kuoa mwanamke ambaye ametunza usichana wake. Kama wao wana haki ya kudai ya kwamba tunataka kuishi na mwanaume mwenye hela, na sisi tuna haki ya kudai tunataka kuoa bikra. Hatuoi makahaba sisi. Yaani mimi siwezi nikatafuta hela zangu alafu litatokea jitu huko limetumika wewe, alafu nataka mwanaume mwenye hela, yaani limeharibika kila kona. Hatutafuti hela ili tuoe malaya. Yaani nikikosa bikra naoa mwanamke mpambanaji ambaye ana pesa. Ukitaka mwanaume mwenye pesa na wewe uwe nazo.
Wewe na minywele timu eti limeweka mawigi bandia, mikope bandia, sura bandia, lenyewe limetumika paka limechoka, eti kisa limeweka wigi bandia, nywele bandia, kucha bandia na kope bandia na limejichubua, limemkufuru Mungu, limekuwa na rangi tofauti, eti ndio linataka mwanamume mwenye hela. Kwa kumkufuru Mungu na kuweka mavitu bandia kwenye mwili wako ndio utake mwanamume mwenye hela, mshamba wewe. Lazima na sisi tuwe tuna haki. Ikitokea sasa hivi umegundua ya kwamba mke uliye naye kuna mtoto amekuzalia sio wa kwako, peleka hicho kitu serikalini uone kama utasikilizwa. Usikilizwi. Mke wako unaishi naye analalamika, anaongea lele, umevumilia tu. Jaribu kuwa muongeaji na wewe unasema sana, unatukana, unafanyaje? Unawekwa ndani. Kwa nini sisi wanaume hatusikilizwe? Ndio maana yanatokea haya. Ili haya tuyadhibiti, inatakiwa na sisi wanaume tuwe na haki, tuwe na pakusemea. Tunakuja kabisa, tunajua pale nikienda nasikilizwa. Lakini hivyo vitu visipotokea, ndio haya mambo yataendelea zaidi. Na sisi wanaume tuache ujinga, tuache upumbavu. Wewe unamsomeshaje mwanamke ambaye sio mtoto wako? Ni heri usomeshe hata dada yako au mdogo wako wa kike. Lakini sio unasomesha eti mtoto wa mtu. Baba yake na mama yake wameenda wapi? Mbona toka umeanza kumsomesha wazazi wake hawana habari? Hata kama wakiwa na habari. Huyu mtu akija kukukataa huko mbele utafanyaje? Mtu ambaye inafaa umsomeshe kama umeshamuoa, hapo unaruhusiwa kumsomesha kwa sababu ni mkeo. Kama sio mke wako anataka kusoma siji nini? Pastor Daniel Mgogo alisema mtu ambaye sio mwanamke wako kama anataka umsomeshe mpeleke Bible school ili hata akiachana na wewe akamtumikie Mwenyezi Mungu. Lakini sio unamsomesha shule mwanamke. Usimhudumie mwanamke ambaye ni mchumba wako, unamhudumia kama mke. Huyo ni mchumba. Akitaka 50,000 mwambie mimi hapa nina 5,000 tu nitakusupport. 45,000 kachukue kwa baba yako. Ana shida ya milioni 1 mwambie mimi hapa na 10,000 tu. 990,000 kachukue kwa baba yako. Kwa sababu huyo ni mchumba sio mkeo. Akishakuwa mke wako ndio utamhudumia, lakini mchumba hahudumiwi. Mchumba anasaidiwa tu tena mara moja sana. Lakini sisi tunajitoa, ndio maana muda mwingine tunafika mahali tunachukua maamuzi magumu kwa sababu unakuwa umeshatumia gharama kubwa kwa huyu mwanamke. Na hawa viumbe nao wanatamaa, wakiona hela wanang'ang'ania alafu hawapendi. Na kwa nini mwanaume mpendi unakula vitu vyake? Wewe umekazana tu mwanamke unamlipia kodi, unampa hela ya mavazi, hela ya chakula, hela ya kushuka, hela siji ya mafuta, siji hela ya nauli, siji hela ya kiumo unamtibia. Ni mkeo huyo. Tumia akili. Punguza hisia, tumia akili. Huyo sio mkeo. Ana uwezo wa kukengeuka muda wowote. Eti ili nipendwe nitoe pesa. Malaya ndo anafataga hela. Mwanamke wa kweli afati hela. Kama mwanamke anakupenda kweli hata usipomhudumia kama hujamuoa bado, atakusubiria mpaka umuoe ndo uanze kumhudumia. Lakini ukiona mwanamke anang'ang'aniza huduma ya kwamba usiponihudumia tuachane, huyo ni malaya. Malaya anafataga kilicho mfukoni mwa mtu. Mwanamke wa kweli hata kama umhudumii kumwambia subiria. Sasa hivi mwambie baba wako akupe hela ya kusuka, akusomeshe. Siji kama umeamua kupanga mwenyewe. Kwanza mwanamke ambaye ameshapanga huko huyo ni malaya tu. Mwanamke wa kweli anakaa kwa wazazi wake. Kama amepanga karibu na wazazi. Ametoka mbali ameenda na wazazi amepangisha huko. Muhuni. Alipie kodi, alipiwe na baba yake kodi. Hela ya kusuka baba yake. Chakula baba yake, akiumwa baba yake, nauli baba yake. Wewe subiri umuoe ndo utamhudumia hivyo vyote. Hata kama akiwa anaingiza milioni 8 kwa mwezi, wewe unaingiza 500,000, utafaa kumhudumia, umpe hela kusuka na kila kitu. Lakini sio unahudumia mchumba. Acha upumbavu. Sema sisi wanaume ni wagumu kuelewa vitu kama hivi, hata kiambiwa husikii. Nyege za ajabu. Kwa sababu sijaisikia haki za wanaume mimi. Au nyinyi mnasikiaga? Au sisi ni mafisi? Au sisi ni viumbe na mzazi, mtoto wako anasoma shule na haumlipii chochote shuleni. Kwa nini haumuulizi? Wazazi wanajua kila kitu, lakini wakishaona limemkuta na kumkuta mtoto wao ndio wanajifanya wanashtuka. Mzazi unashangaa mtoto wako ana simu kubwa. Mtoto wako sija na kitu gani? Haumuulizi anatoa wapi. Ukishaona mwenye vitu ameanza kufanya mambo yake ndio unaanza kujifanya unashtukia. Mbona mtoto wako hana kazi wala biashara yoyote lakini anaendelea kusoma na haumsomeshe? Hana biashara, kazi yote, ana vitu vya gharama, ana simu, anaishi kwenye nyumba ya kupanga gharama kubwa, anamiliki vitu vya thamani lakini hana kazi wala biashara. Mbona hamuulizi? Kwa hiyo na sisi wanaume tunataka haki zetu. Mtu akila nauli afungwe. Mtu akisomeshwa akakataa afungwe. Mwanaume akitukanwa au akipigwa afungwe mwanamke. Kwa nini sisi haki hakuna? Ninyi wanawake ndio viumbe tu, sisi ni mashetani hao.